Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine unazungumzia Simba Sport Club mnyama, kwa kile ambacho kimeweza kujili katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika ambayo imepigwa pale katika dimba la New Complex Amani Zanzibar, dakika 90 zikiweza kumalizika. Matukio kadha wa kadha ambayo yameweza kujili katika mchezo huo, yote nimekusogezea hapa kuenda kujua moja baada ya jingine ambao limeweza kujili. Lakini katika hayo ambayo yameweza kutokea, kubwa zaidi ni ugomvi ambao umeweza kutokea wa Musa Pimpin Kamara pamoja na Fabrice Luamba Ngoma, huku ikizungumzwa ya kwamba kuna mambo ambayo yanaendelea ambayo waliweza kuzozana kutokana na kutokuelewana kwa kile ambacho kimeweza kutokea hapa. Sasa watu wa Vijue Nongwa wameanza kuhusisha kwamba pengine kuna mmoja aliweza kupokea kibahasha kutoka upande wa pili wa Balkani, akawa anacheza chini ya kiwango tofauti na vile ambavyo wengi walivyoweza kuzania. Ni nani huyo? Utakwenda kujua hapa mwanzo mwisho, kwa sababu story nzima kabisa niko nayo hapa kwa kile kilichoweza kutokea pale Amani. Lakini kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, sipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweza kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kwenye kikosi cha Simba Sport Club. Bana, kile kilichoweza kutokea katika fainali hiyo, ni wazi ya kwamba klabu ya Simba ikiweza kumtupia lawama nzito mwamuzi Beid Abdane kutoka pale Mauritania, moja kati ya waamuzi ambao waliwahi kuwa historia na waliwahi kuwa kwenye vichwa vya Watanzania katika mchezo wa robo fainali ya klabu bingwa barani Afrika ambao uliwakutanisha Mamelodi Sundowns dhidi ya klabu ya soka ya Young Africans katika mkondo wa pili ambao ulipigwa pale Afrika ya Kusini. Afrika nzima ilisimama juu ya kile kilichoweza kutokea katika mchezo ule, ambapo watu waliweza kuzungumza kwa nini mwamuzi akwenda kuitizama VAR kujilizisha lile lilikuwa ni goli ama si goli halali kwa kile kilichoweza kutokea katika mchezo huo, mara baada ya Stefano Aziz Ki, mwamba wa Gadugu, kuweza kupiga shuti kali likaenda kugonga mwamba wa juu na kuingia ndani na kutoka nje. Kila mmoja alishuhudia ilikuwa ni goli, lakini mwamuzi Beid Abdane akaweza kuliamua kwamba sio goli na mechi iendelee. Sasa tukio lile ambalo liweza kutokea, wekundu Msimbazi Simba wakasahau ya kwamba aliyewanyima kwenda nusu fainali klabu ya soka ya Young Africans kupitia tukio lile ndio huyo ambaye anakwenda kuwachezesha fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ikumbukwe ya kwamba katika mchezo ule wa Young Africans dhidi ya Mamelodi Sundowns kulikuwa na viashiria vya uongozi wa CAF kuweza kusimamia jambo lile, kwa sababu mwenye dhamana ya timu ya Mamelodi Sundowns ndiye rais wa CAF ambaye ni Motsepe, ambaye kwa sasa amemwachia mwanae ambaye bado unaweza kusema ya kwamba timu bado ipo chini ya familia ya Motsepe. Lakini kwa sasa hivi wekundu wa Msimbazi Simba wameingia katika fainali, lakini wakienda kupambana na kigogo mwingine katika kombe hilo la shirikisho ambaye ni makamu wa rais wa CAF. Yani useme kama vile kile ambacho kinachokwenda kutokea ni kwamba makamu wa rais wa CAF ndiye mmiliki wa klabu ya RC Balkane na ndiye rais wa shirikisho la soka la pale hapa nazungumzia Morocco. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo klabu ya Simba ilikuwa ikipambana kwa kile kilichoweza kuitwa vigogo wakisimamia timu zao ziweze kupata matokeo. Sasa yale matukio ambayo yaliweza kutokea pale uwanjani na matukio ambayo mwamuzi Beid Abdane alionekana wazi ya kwamba 100% alikuwa akiweza kuwapendelea klabu ya RC Balkane, na hata goli la Steven Mukwala lilokwenda kukataliwa
bado mashabiki wanagoma kuamini ya kwamba VAR ilikuwa ikifanya kazi kwa kile kilichoweza kutokea. Lakini ukitizama rejeo ya picha inakuonyesha kwamba Mukwala alikuwa tayari yupo katika, hapa nazungumzia mstari wa kuotea, ijapokuwa tayari mwamuzi alikuwa ashaweza kuwatoa Simba Sport Club katika mchezo kwa kumpa kadi nyekundu kocha msaidizi wa klabu ya Simba kwa kitendo cha kocha yule kuweza kumlalamikia, kumwambia kwamba anachezesha mchezo pasipokuwa na uungwana. Tukio lingine likaja ni tukio la red card kwa Yusufu Kagoma, moja kati ya viungo wa kabaji mahili kweli kwenye kikosi cha Simba. Alipoweza kupewa kadi nyekundu, ikashusha morali ya wekundu wa Msimbazi Simba kwenda kupambana jinsi ya kuweza kujitetea katika goli lile ambalo walikuwa tayari wameweza kulifunga, na kuongeza lingine ikawa ni jambo gumu zaidi. Lakini katika tukio la ambalo limeweza kuwashangaza watu wengi ni tukio la Yusuf, hapa nazungumzia Fabrice Luamba Ngoma dhidi ya Musa Pimpin Kamara, ambapo walionekana kuwa katika ugomvi mkubwa kweli, kitendo ambacho kikaleta maswali mengi kwa wachambuzi, mashabiki wakioji ni zamu gani ambao wameionyesha klabu ya Simba, nini kimetokea mpaka kuweza kuvutana kiasi hicho. Sasa inaelezwa kwamba Kamara ndio ameweza kuleteleza yote yale ambayo yameweza kujili katika tukio lile, ikielezwa kwamba kwa kile kilichoweza kutokea ni kwamba mvutano ulianza kutokea, kile ambacho inaelezwa kwamba Kamara mambo ya kutokuelezwa ukweli ndio alisababishwa. Unaambiwa Fabrice Ngoma ni kiongozi ndani ya Simba kwa sababu hakuna mchezaji mwenye mafanikio zaidi yake. Ngoma msimu huu amecheza fainali ya 3 ya CAF Confederation Cup, wakati Musa Kamara anacheza fainali yake ya kwanza msimu huu. Ngoma alimwambia Kamara, kwa nini unatoa pasi ya tarishi wakati ulikuwa na uwezo wa kutoa mpira nje na tuanze upya? Kamara akaja juu na kuona anaonewa. Ukweli ni kwamba bao la pili kule Morocco lilichangiwa na Musa Kamara, ambaye alipiga pasi chonganishi kwa Yusuf Kagoma, wakati makocha wengi hawapendi afanye vile. Kipa wa Barkane mipira yote ya staili hii anapiga pembezoni mwa uwanja. Musa Kamara ni mchezaji mdogo sana kwa Fabrice Ngoma, lazima amsikilize kwa sababu ana experience kubwa kwenye soka zaidi yake. Musa Kamara sifa zimezidi, sasa anafanya mambo ya kitoto. Ngoma anamuonya mchezaji yote anapokosea anaambiwa ukweli. Lakini kwa kile kilichoweza kutokea hapa, nazungumzia huyu ni mwekezaji wa zamani wa klabu ya Simba, Azim Deuji, kaka yake na Mo Deuji, mwekezaji wa Simba wa sasa, anasema ya kwamba Simba imeonewa na refa fainali hii. Unaona bana, akiweza kuweka bayana ya kwamba kile kilichoweza kutokea ni kama vile kuna hapa nazungumzia mkono wa mtu katika kile ambacho kinachoelezwa kwa sasa. Unaona bana, kwa kile ambacho watu wamezungumza ya kwamba pengine kutokana na yale ambayo yameweza kujili, basi bila shaka klabu ya Simba inahakikisha kwamba kile kinachoendelea wanapokwenda kukiripoti kwa kafu, licha kwenda kuripoti tayari unaona bana, mambo yalishakwenda kuharibika. Lakini Musa Kamara baada ya kupigana na Fabrice Ngoma aliamua kwenda kuvaa medali bila jezi ya Simba. Unaona bana, ikaleta maswali, vipi, kuna nini ambacho kinachoendelea? Unaona bana. Lakini Jemedari Saidi, mchambuzi wa soka, anasema Ngoma angeachwa mchape makofi Kamara. Huyu Musa Kamara ni mpuuzi sana, kipa wa kawaida tu, makosa mengi, akiambiwa analeta ujuaji, anajiona Donnarumma. Ngoma angeachwa amchape kibao, mjinga huyu. Makipa kama hawa walikuwa wachezi hata kombe la ng'ombe huku kwetu. Unaona bana, kwa kile kilichoweza kuzungumzwa. Lakini katika taarifa nyingine, Edo Kumwembe, mchambuzi wa soka, yeye anawauliza kafu kwamba refari wa mchezo huyu alilala hoteli gani kwa kile kilichoweza kutokea. Anaandika Edo Kumwembe, anasema ya kwamba imeisha, siwadai sana Simba, well done mnyama, amepiga fainali nzuri. Tulipozani meza inapinduka, Yusufu akapewa red card. Tulipozani Mukwala kaua la pili, VAR ikakwamisha.
Anasema ya kwamba wakati mwingine timu za Tanzania hazipo mbali na ili taji. Refa kafikia hoteli gani? Yani unaona bana, akisema ya kwamba kuna mpaka mdogo tu ambao Tanzania inaweza kubeba taji hili, lakini ni fitna zile ambazo zinazoendelea ndio imeshindikana, huku akiuliza refa amelala kwenye hoteli gani. Pengine waliompeleka kule ndio wana uhakika kwamba wangeweza kushinda katika fainali hile. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.